Mchakato wa kumchagua papa mpya wa kanisa Katoliki umeanza rasmi katika kanisa ya Sistine huko Vatican. Makardinali 133 wameingia katika eneo hilo ambapo watakaa mpaka atakapopatikana kiongozi mpya. Tanzania, Sudan Kusini, Rwanda, Ethiopia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni kati ya nchi ambazo makardinali wake watashiriki katika kupiga kura. Vatican tayari imetoa tangazo kuwa minara ya simu itazimwa kuanzia Mei tarehe 7 mwaka huu hadi jina la papa mpya litakapotangazwa. Ni hatua mojawapo ya kuzuia mawasiliano kati ya makardinali na ulimwengu wa nje. Shauku kubwa iliyopo miongoni mwa waumini wa kanisa Katoliki ni kutaka kujua, je, mara gani litaibuka kidedea katika kutoa papa mpya? Kati ya makardinali 133 wanaopiga kura, 17 kati yao wanatoka Afrika. Ili Afrika itoe papa inahitaji kupata theluthi mbili ya kura za jumla kama inavyohitajika. Hii ina maana makardinali wa Afrika wote itabidi wampigie kura mmoja wao bila kuzigawa. Baada ya hapo, mgombea wa Afrika atategemea kupata wastani wa kura 72 kutoka kwa makardinali wengine. Makardinali kutoka Ghana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kati ya wale wanaokuwa wanatajwa na vyombo vya habari kuwa na uwezekano wa kuchukua uongozi huo kutoka Afrika. Hata hivyo, kutajwa tu sio tiketi ya ushindi. Katika historia ya kanisa, kwa mfano, kuanzia miaka 1900 mapapa wengi walitokea Italia. Mtindo huo ulibadilika mwaka 1978 baada ya papa mwenye asili ya Poland alipopata kiti, baadaye kufuatiwa na Mjerumani na hatimaye Papa Francis ambaye alikuwa raia wa Argentina. Matumaini ya Afrika ya kuweza kuongoza kanisa hilo yalikuja pale Papa Francis kutoka Argentina alipochaguliwa, kwa sababu nchi yake Argentina inaangaliwa kama nchi za Afrika zinazoendelea. Lakini kwa sababu ya usiri wa kura hiyo, dunia haitajua ni nani aliyempigia nani kura, bali dunia itakachoshuhudia ni moshi mweupe tu ukiashiria kuchaguliwa kwa papa mpya.